Yes, kuna hoja msingi ambayo nafikiri lazima tuizungumze. Kuteuliwa kwa Mojtaba Khamenei, kiongozi ambaye amechaguliwa kwa mbinu kali sana, anataja kwamba alikuwa na ushawishi mkubwa sana kwenye jeshi la kulinda mapinduzi la IRGC. Nafahamu kuna vita vya Iraki mwaka 1980 mpaka 88, kuna vita vya Guba. Yeye Mojtaba Khamenei alikuwa na miaka 17 na alishiriki kwenye vita. Lakini la pili ni kiongozi ambaye anataja kwamba anajua system ya utawala wa Iran, lakini vivyo ni kiongozi ambaye ukimtazama anataja kwamba anajua mifumo ya kuendesha nchi, lakini ni mtu ambaye anataja kwamba anakuja kuendeleza urithi wa Ayatollah Ruhollah Khomeini, lakini zaidi sana urithi wa baba yake wa Ayatollah Ali Said Khamenei. Kwa hiyo kuanzishwa au kuchaguliwa kwa kiongozi mpya Mojtaba Khamenei ni mkakati wa kuhakikisha kwamba wanaendeleza urithi au wanaendeleza mkakati wao wa msingi wa kufanikisha ile rejimu legacy inaendelea kubaki. Mkakati wa nchi kuendeleza maono, mipango, mikakati unaendelea kubaki. Ndio maana ya kuchaguliwa kwa Mojtaba Khamenei. Lakini unafahamu mapinduzi mwaka 1979 yalitaka kupelekea uhuru wa nchi Iran. Mapinduzi mwaka 1979 yalitaka kuongeza ushawishi wa Iran kwenye kikanda, kama vile ambavyo duniani kote kila taifa huwa linajaribu kuendeleza ushawishi wake kwa kutumia jiografia yake, rasilimali zake, watu wake na utajiri wake. Sio dhambi, Marekani imekuwa ikifanya hivyo, Uingereza, Ufaransa, Urusi. Kila taifa limekuwa likijaribu kuongeza ushawishi wake wa kikanda kwa kutumia vitu vyake ambavyo wenyewe kama taifa wanavyo. Sasa kuondoka kutazama kwa Ali Said Khamenei Ayatollah kumeanza kuwaleta wahafidhina ambao wamekuwa hawataki compromise. Kwa mfano Ali Larijani ambaye amefariki juzi ni muhafidhina. Ameondoka Ali Larijani, sasa hivi anataja kuingia Said Jalil, huyu ambaye alikuwa ni moja ya negotiator, mtu ambaye alikuwa kuna mazungumzo ya nuclear, na yeye anaamini kwamba Irani ambayo ipo salama inahitaji kutengeneza mkakati wake wa nuclear. Jalil anaamini kwamba ili tuweze kukaa vizuri Mashariki ya Kati tunahitaji kuweza kutengeneza silaha za maangamizi. Tukiwa na silaha za maangamizi hatuwezi kuonewa. Hawa ndio watu ambao wanakuja kuchukua nafasi ya Ali Larijani, katibu mkuu wa Baraza la Usalama wa nchi ya Iran. Lakini unafahamu kwamba watu ambao wamebaki sasa hivi kwenye IRGC ni watu ambao kwa kweli wanataka tuendelee kupambana ili tuweze kumjua mshindi. Ukimtazama Ayatollah Ali Said Khamenei alitoa fatwa, alitoa maamuzi, ufafanuzi kwamba hatuwezi kufanikisha mpango wetu wa nyuklia kwa sababu ni kinyume kwa maslahi yetu, lakini ni kinyume kwa dini yetu. Kwa nini tuweze kutengeneza silaha za nyuklia ambazo zitaenda kusababisha mauaji kwa watu wengine? Lakini la pili ni kwamba hawa ambao wanakuja sasa hivi ni watu ambao ukiwatazama hawana mtazamo kama watu wa kwanza. Hawa wana mtazamo wa tofauti, kama nilivyosema, kulinda misingi, kulinda itikadi na kulinda uhafidhina. Okay, unaweza ukasema kwamba future itakuwa ni nini? Baadaye ni upi? Ipi nafasi sasa ya hizo siasa ambazo ukizitazama zimekuwa haziwezi kutabirika, kwa sababu unapokuwa na viongozi ambao hawawezi kutabirika, maana ni kwamba unakuwa unashindwa kujua wanawaza nini. Of course, upande wa pili Israel na Marekani washasema wazi kabisa kwamba wao wataenda kuwalenga wowote ambao watakuwa ni successor. Ili mtu yote ambaye atakuwa ni successor wa legacy ya mamula au legacy ya taasisi nyeti za nchi ya Iran, basi wao watawalenga. Na kwa hotuba ya Netanyahu jana anasema wazi kabisa kwamba wataendelea kuwafuatilia watu wote ambao kwao wanakuwa ni kikwazo au kwao ni watu ambao wamekuwa wakitishia uwepo wao na usalama wao Mashariki ya Kati. Hii inakuonyesha namna gani sasa ni mkakati wa kuendeleza harakati za kuendelea kuviziana, kuumizana, kufutana na kuuana. Jana Netanyahu anasema wazi kabisa kwamba anasema kinachofanywa na Irani kama wangekuwa na nuclear au wangekuwa na intercontinental ballistic missile, anasema kwamba ingekuwa ni hatari sana kwa dunia. Lakini unajiuliza kwamba
Kwani Iran wamefanya nini? Iran kwani walimvamia mtu? Iran kwani walimchokoza mtu? Wao ndio wamechokozwa. Lakini unafahamu kwamba moja ya principle ya kuwa hegemonic power, unahitaji kuwa na uwezo mkubwa wa kujilinda, na kujilinda unahitaji kuwa na silaha ambao zitakuwa zinaweza kulinda watu wako, mipaka yako na uwepo wako na hata taifa wako. Kwa hiyo hapa vile vile ni hoja ambayo sio umiliki. Hoja sio nani anaweza kumiliki intercontinental ballistic missile au nuclear. Hoja ni kwamba nani anaweza kumiliki hizi silaha, kwa sababu duniani unafahamu kwamba kuna mataifa ambayo yana nuclear. Kuna mataifa ambayo yana silaha za maangamizi: Urusi, North Korea, Pakistan, India, China, Uingereza, Ufaransa, Marekani wamekuwa nuclear. Kwa nini Iran ambaye imekuwa akitumia silaha zake za mpango wake nuclear kwa mpango salama? Kuna question mark kujiuliza hapo. Kuna maswali ya kujibu hapo. Nataka kusema kwamba mkakati huu wa kuendelea kuua viongozi wa Iran unaweza ukapelekea wakuja viongozi ambao hawataki compromise kama wakina Jalil, ambao wao wanaamini ni muhimu kufikia hitimisho kwa kuweza kupata silaha za nyuklia. Nitaupa story moja. Unajua, baada ya kwa mfano kufariki kwa ajali ya ndege Ibrahim Raisi, ukafanyika uchaguzi mwaka 2024, of course alifariki. Ukafanyika uchaguzi katika nchi ya Iran. Walikuwa watu wengi, kina Masoud Pezeshkian ambaye of course alishinda, Dr. Masoud Pezeshkian na viongozi wengi kwemo Said Jalil. Lakini Ayatollah Said Khamenei, kwa sababu ya kuangalia mazingira ya wakati wa sasa, Said Jalil aliambiwa kwamba wewe sasa hivi sio katoka wa kuongoza wa kuwa rais wa katika nchi ya Iran, kwa sababu mtazamo wako ni mtazamo mkali. Hebu angalia, Ayatollah anasema kwamba mtazamo wa Jalil ni mkali, kwa hiyo hatuitaki kuwa na kiongozi kama wewe. Lakini huyo mtu ambaye alikuwa anajaribu kutengeneza moderate ya system ya uongozi wa Iran, kutokuwa na viongozi wengi ambao ni wahafidhina, kiongozi huyo amefanywa maangamizi katika operation ya kwanza ambayo kimsingi ilifanyika katika nchi ya Iran, pale Tehran. Himaka ni kwamba wanataka waje watu ambao ni wahafidhina wa kulinda misingi, ili mwisho wa siku wao wapate legitimacy, wapate uhalali wa kuendelea kupambana au wa kuendelea kupata fursa kupambana au kuendeleza maslahi yao ya kiuchumi na kimkakati na kufuta kile kinachoitwa legacy ya Tehran, legacy ya Ayatollah. Unaweza kufikiri hivyo, na unaweza kuwaza hivyo kwamba okay, huo ndo mpango, huo ndo lengo. Nataka kusemaje? Nataka kimaanisha ni kwamba tutegemee Irani nyingine sana kitofauti hii ambayo inaongozwa au tena kuongozwa na kama akipitishwa Jalil na Mujtaba Khamenei, kwamba Irani kitofauti ambayo ya kulinda na kupigania misingi ya nchi yao. Kwa mfano, nitoe mfano mmoja. Ukitazama hotuba ya kwanza ya Mujtaba Khamenei ambayo ilisomwa, anasema kwamba wao wanahitaji kulipa fidia. Tako la kwanza, inahitajika ifanyike convention, jumuiya ya kimataifa ikae itengeneze mkataba ambao Iran haitashambuliwa tena, kwa sababu anasema kwamba wao wamechoka kushambuliwa. Lakini ya tatu, wanataka kambi za kijeshi Marekani ziondoke katika eneo la Guba. Of course, ukitazama masharti ya Iran kuweza kumaliza vita ni masharti magumu, kwa sababu ukisema kwamba kambi za Marekani ziondoke katika eneo la Guba, kwa Marekani hawezi kukubali, kwa sababu nafahamu kambi zimekuwa zikilinda maslahi ya kiuchumi na maslahi ya kimkakati, kulinda mfumo wa petrodola, kulinda Saudi Arabia kwa kile ambacho kinachoitwa kukubaliana mwaka 1973, lakini mwisho wa siku kulinda usafirishaji wa kiuchumi kuanzia katika Suez Canal, Bab el-Mandeb na mlango bahari wa Hormuz. Kwa hiyo maslahi ya kina Mujtaba ukitazama inakuwa hayana msingi wa hoja ukiangalia national interest ya Marekani katika eneo la Guba. Nasha kusema kwamba lazima tujadili kwamba namna gani Marekani imekuwa ikijihusisha na siasa za Mashariki ya Kati. Kwa hiyo binafsi nikitazama naiona chaos moja, naiona paradox, utata, naiona uncertainty, hali ambayo haieleweki, lakini sana naiona maslahi ya kimkakati inaweza kaendelezwa kama ilivyotokea Libya,
Syria, Afghanistan pamoja na Iraq.